ya mwaka mpya tuliitoa katika kitabu cha Romans chapter 8:37, ile inasema ya kwamba we are more than conquerors. Kwa hivyo our theme of the year of 2026, na Sunday tutakuwa na hiyo bana, bado kuna mahali inatengenezwa. Sunday tutakuwa na hiyo bana kama ile in the book of Romans chapter 8:37. Mwangi ya Warumi 8 mstari wa 37 inasema, lakini katika mambo haya yote tunashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. Na in all these things conquer that loved us. Kwa hivyo kupitia kwa Kristo Yesu huyo atupendaye, sisi ni zaidi ya washindi. Hiyo ndio dhimu yetu ya mwaka huu, na inatoka katika hiyo kitabu. Kile nilikuwa tunataka kuzungumzia siku ya leo ni kanuni. Tuliweza kuona maandiko, lakini siku ya leo nilikuwa nataka tuone the principles for victory. Principles for victory, kama kanuni za kushinda. Ule anaandika ni kanuni ya ushindi, principles for victory, na ni ya kwamba nitaenda haraka, kwa hivyo ule ako kwa nini ili tukaweze kuisoma, taweza kufanya ni kanuni moja ya kuweza kushinda is faith in Christ. Ama kanuni moja ya kuweza kuwa washindi ni kuwa na imani ndani ya Kristo Yesu. Na that is why ukiangalia in the book of 1 Corinthians chapter 15:54 mpaka 57, kuna maneno yalizungumzwa na mtumishi wa Mungu Paul kuhusu kifo. Na hiyo ni kitu kimoja kinaweza kututia nguvu ya kwamba tukiwa na Kristo ndani yetu tunaye ushindi. Na inasema, kwa hiyo mwili huu wa kuharibika utakapofaa kuto kuharibika, kwa hiyo mwili huu wa kuharibika utakapofaa kuto kuharibika, nao huo mwili wa kufa utakapofaa kutokufa, ndipo lile neno lililoandikwa litakapotimia, mauti imemezwa kwa kushinda. Kuko wapi ewe mauti kushinda kwako? Uko wapi ewe mauti uchungu wako? Uchungu wa mauti ni dhambi, na nguvu ya dhambi ni sheria. Mwisho, lakini ashukuriwe Mungu, yeye atupeaye ushindi kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo jambo moja ama kanuni moja ya kuweza kushinda ni kuweza kujua ya kwamba kama Kristo yeye mwenyewe, ama kama vile Paul mwenyewe amesema, lakini asukuluwe Mwenyezi Mungu, yeye atupeaye ushindi. Kwa hivyo tukaweza kumshukuru Mungu, yeye atupatiaye ushindi. Kwa hivyo ni lazima tujue ya kwamba kama kifo na mauti kiliweza kushindwa, hata sisi katika maisha haya mwaka huu tutaweza kushinda mambo mengi. Tutaweza kushinda hata yale mambo itaamuka kinyume na maisha yetu. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo nataka kukuomba ya kwamba katika Kristo Yesu, maana tukiweka imani yetu kwake Kristo Yesu, ushindi uko upande wetu. Hilo ni jambo moja. Nimeandika victory over sin and death come through faith in Christ. Ushindi wa kifo na mauti huja kupitia kwa imani kwa Kristo Yesu. His strength means believers are freed from the fear of death and can have victory over it through him. Ushindi ni kusema waumini wako huru juu ya kuogopa kifo, na tunaona ushindi juu ya kupitia kwake yeye Kristo Yesu. Kwa hivyo usiogope na usiwe na uoga wowote. Jua ya kwamba mwaka huu wewe ni mshindi. Kanuni nyingine is trust and reliance on God. Ni hali ya kutumainia na kumtegemea Mungu. Jambo lingine litafanya mimi na wewe tukaweze kuwa washindi
mwaka huu. Jambo lingine ni kumtumainia Mungu na kumtegemea. Na nimesema hivi, acknowledge God as the source of strength, not your own abilities or source. Kwa hivyo umtambue Mungu na umwamini Mungu kama chanzo cha nguvu. Na ujue ya kwamba kwa hivyo mimi siwezi ni kushinda bila Mungu. Wewe hauwezi kushinda bila Mungu. Kwa hivyo ni vyema kutambua ya kwamba kuweza kushinda kwangu na kushinda kwako ni lazima tumuhusishe nani? Mungu. Acknowledge God as the source of strength. Uweze kumtambua Mungu kama chanzo cha nguvu zako, zile zitaweza kukufanya mimi na wewe tukaweze kushinda. Kwa hivyo tusitegemee uwezo ama nguvu zetu. Praise the name of the Lord. Maana mara mingi unaweza kupata mtu anaenda kama vile nilisema siku ya Sunday, na anakuambia ya kwamba nimeenda kupigana na shetani. Na nikasema ya kwamba hauwezi kupigana na shetani. Kazi yako wewe na mimi ni kupinga. Wakati anarusha mishale yake, mimi ninaipinga, na nitaweza kuipinga kupitia kwa maombi, kupitia kwa neno, kupitia kwa kuamini ya kwamba Mungu ndiye kinga ama ndiye chanzo cha kinga, ndiye chanzo cha nguvu za kuweza kumweza shetani. Praise the name of the Lord. Hiyo ni kanuni ya pili. Kanuni ya tatu ni maombi. It's about prayer. Na nimesema ya kwamba maombi ya mara kwa mara daima na uvumilivu kwa mwongozo wa nguvu za Mungu. Kwa hivyo ni vyema tujue ya kwamba kama tutaweza kufaulu ni lazima tuwe waombaji. Maana maombi ni silaha moja ya kupinga mishale ya ule muovu shetani. Praise the name of the Lord. Na kwa hivyo ili tukaweze kushinda mwaka huu, na ili ya kwamba tuweze kusema ya kwamba tayari tumeona Mungu akiwa upande wetu, wacheni uwe ni mwaka wetu wa maombi. Kila wakati tuwekee maombi kibao mbele. In the book of Thessalonians, 1 Thessalonians 5:16 to 18, Mwangi. First Thessalonians chapter, tumefika hapo. 1 Thessalonians 5:18. Yes. Nasema shukuruni kwa kila jambo. Shukuruni kwa kila jambo. Kwa maana hayo ndiyo mapenzi ya Mungu. Kwa maana hayo ndiyo mapenzi ya Mungu. Kwa ajili yenu katika Kristo Yesu. Kwa ajili yenu katika Kristo Yesu. Endelea. Mstari wa 19. Msiuzime moto wa Roho Mtakatifu. Msiuzime moto wa Roho Mtakatifu. Msiadharau maneno ya unabii. Msiadharau maneno ya unabii. Jaribuni kila kitu. Jaribuni kila kitu. Yashikeni yaliyo mema. Yashikeni yaliyo mema. Jiepusheni na uovu. Jiepusheni na uovu wa kila namna. Wa kila namna. Praise the name of the Lord. Amen. Kwa hivyo tumesoma in the book of 1 Thessalonians chapter 5. Is it chapter 5? 5 mstari wa 16, na ndio inasema tukaweza kumshukuru Mungu kwa jambo lolote, na kwa maana haya ndiyo mapenzi yake Mungu kwa ajili yetu katika Kristo Yesu. Kwa hivyo kwa kila jambo ni vyema tukaweza kuwa watu wanakuwa na shukurani, na zaidi ya kuwa na shukurani hapo mbele inasema ya kwamba msiuzime moto wa Roho Mtakatifu. Tusikubali kupima mwaka huu moto wa Roho Mtakatifu, maana kama tunaweza kushinda, Roho Mtakatifu ndiye msaidizi wetu. Yesu alisema akawaambia mitume, sitawaacha mayatima, bali nitawaachia Roho Mtakatifu ili akaweze kuwa msaidizi wenu. Kwa hivyo hatuwezi kushinda sisi peke yetu without the Holy Spirit. Kwa hivyo jambo lingine ni ya kwamba tuwe waombaji, na katika maombi yetu tuombe tukaweze kuongozwa na muongozo wa Roho Mtakatifu. Maana tukijiongoza sisi wenyewe tutaongea mambo yetu
na tutasema mambo yetu, lakini Roho Mtakatifu ni mtetezi wetu. Roho Mtakatifu ako mahali pale, na ili akaweze kutupatia maneno yale tutaweza kuyaomba, na ili tukaweze kufanikisha na kufaulu katika hali ya kuweza kufikia ushindi wetu wa mwaka huu. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe sana. Hello, in the book of Ephesians chapter 6:18, Waefeso andika mahali Waefeso 6 na mstari wa 18, Paulo tena akasemaje? 6:18, mkiomba kwa roho siku zote katika sala zote na maombi, mkikesha kila wakati mkiwaombea watakatifu wote. Kwa hivyo kupitia kwa maombi, na anasema ya kwamba mkiomba kwa roho siku zote katika sala zote na maombi, mkikesha. Kwa hivyo ni lazima tuwe watu wa maombi usiku na mchana, tuwe watu wa maombi ili tukaweze tukikesha kila wakati tukiwaombea watakatifu wote. Kwa hivyo ni jukumu letu, kwa hivyo ni jukumu langu mimi nikaweze kusimama katika mwanya wa maombi ili nikuombee. Praise the name of the Lord. Uwe muombaji ili ukaweze kuniombea, maana vita ni mingi, lakini ukinishikilia na mimi nikushikilie, mwingine akushikilie, na wewe ushikilie ndugu yako pande ile, ushikilie dada yako pande ile, ni lazima tutaweza kushinda. Haleluya. Maana mimi peke yangu nitashindwa, lakini nikipata mtu ananiinua pande hii na mwingine anainua pande hii, shetani alikuwa anataka kuniangamiza, hataweza kuniangamisha. Lakini nitakuja kusimama niseme ya kwamba nimesimama, lakini nimeona ushindi wa Mungu, maana kuna watu waliweza kusimama wakaomba, wakanishikilia, na mimi nikaweza kuwashikilia. Praise the name of the Lord. That is why Paul anasema ya kwamba ni vyema tuwe watu wa kuomba katika roho, na tukiomba katika roho, maombi yetu tukaweze kuhusisha pia watakatifu, the saint. Na tukiangalia in the Old Testament tunaona wakati Musa walikuwa wanaenda vitani, Musa akiinua mikono yake juu, Waisraeli walikuwa wanashinda. Praise the name of the Lord. Walikuwa wanashinda, lakini wakati amechoka, mikono ikienda chini, wanashindwa. Ndiposa sasa ni Joshua na nani? Nauli. Wakakaa chini, wakaambiana ya kwamba mtumishi wa Mungu akichoka, mikono ikienda chini, tunaona tunashindwa. Kwa hivyo vile tutafanya, tutamkalisha chini, tuweke mawe pande hii na pande hii, tuweze kumwekelea, tumshike mikono ili mikono yake ikae ikiwa juu, ili tuweze kupata ushindi tunaotaka kuupata, maana mtumishi wa Mungu mikono yake iko juu, ili tukaweze kushinda na kupigana hiyo vita. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo Israeli waliweza kushinda kwa sababu Musa alipata watu wengine wa kumtia nguvu. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo mimi na wewe, kama tunataka kufaulu na kushinda mwaka huu, ni lazima tuwe watu wa maombi na watu wasio wa kujipenda, wa kujiombea hao wenyewe, bali omba kwa ajili ya ndugu yako, omba kwa ajili ya dada yako. Praise the name of the Lord. Lakini tukizinzia, basi watu wakizinzia itakuwa ni mambo ya kawaida, lakini through prayer mambo mengi inatendeka. Praise the name of the Lord. Biblia inasema ya kwamba tukiomba tukiamini, tukiomba tukiamini, mambo yataweza kutendeka. Praise the name of the Lord. Jambo la 4, God's word. Kanuni nyingine ya kuweza kushinda ni neno la Mungu, is God's word. Na nimeandika seek, study, meditate and speak God's word to gain wisdom and power. Kwa hivyo
Kitu kingine kitafanya ukaweze kupata ushindi na mimi nikaweze kupata ushindi ni kulitafuta neno la Mungu, kuwa msomi wa neno la Mungu, litafakari lile neno la Mungu. Ambia the Holy Spirit aweze kukusaidia wakati unalitafakari usiku na mchana, maana hiyo ndiyo silaha yako ya ushindi. Praise the name of the Lord. Na kama vile nilisema Sunday, shetani akikukaribia ama majaribu yakikupata, ni vizuri kuwa na neno litakalo pinga mipango yote ya ibilisi. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo God's word litafute, lisome neno, litafakari, liongee lile neno la Mungu, maana lina nguvu na litakupatia hekima na litakupatia nguvu, an extra power. Praise the name of the Lord. Ukiangalia in the book of Proverbs 4:20-22, naenda kumalizia Proverbs 4:20-22. Proverbs, Methali, kitabu cha Methali 4:20 mpaka 22. Kwa sababu 20, mwanangu, yasikilize kwa makini yale ninayokuambia. Sikiliza kwa makini maneno yangu, usiruhusu yaondoke machoni pako, yahifadhi ndani ya moyo wako, kwa sababu ni uzima kwa wale wanayoyapata na afya kwa mwili wote wa mwanadamu. Praise the name of the Lord. Hebu rudi hiyo 20. Inasema, mwanangu, sisi ni wana wake Mwenyezi Mungu, yasikilize kwa makini. Be very careful vile neno la Mungu linavyokuambia. Ukilisoma, be very careful, lisikize vizuri, litazame vizuri, liangalie vizuri. Wacha nikuzungumzie, wacha nilizungumzie. Kuwa makini na kuambia, sikiliza kwa makini maneno yangu. Bible is the word of God. Maana katiba ya nchi ya Kenya, hata nilisikia wakisema tukienda kufanya uchaguzi mwaka ujao tutakuwa na referendum. Referendum means kutakuwa na mabadiliko ya kikatiba. Praise the name of the Lord. Kisheria, kuna sheria bunge inaunda leo, kesho yake inasema ya kwamba ile sheria tuliweza kuunda kwa bunge, kuna mahali fulani tunataka kuondoa kipengele fulani, ama ile kipengele tuweze kuongezea mambo mengine mahali pale. Kwa hivyo naweza kupata ya kwamba sheria ilikuwa inasema ukifanya jambo fulani utafungwa wakati huu, lakini kwa sababu hilo jambo likiangaliwa tena linaonekana, unasikia kwamba bunge imekaa chini na imebadilisha, na sasa imepelekewa mahakama wakaweze kuona vile wamebadilisha. Lakini the word of God, neno la Mungu, vile Mungu anatuambia ya kwamba neno la Mungu liko mahali pale kuishi. Praise the name of the Lord. Aliko mahali pale, hakuna mtu, na Biblia inasema ya kwamba atakayeongezea ataongezewa nini? Kama uliokongerera kiugo giki ni akongererwo ki matuhu, na kero karuta. Si Biblia imesema namna hiyo? Kwa hivyo hakuna mtu awaye yote ataweza kuliondoa. That is why ni vyema kulisikiliza kwa makini maneno yaliyo ndani ya neno la Mungu. Kwa nini? Hebu enda mbele. Na inasema usiruhusu yaondoke machoni pako, yahifadhi ndani ya moyo wako. Kwa hivyo mahali unaweza kulihifadhi neno la Mungu
ni ndani ya moyo wako, sio kwa karatasi unaandika unaweka hapo, sio kwa kitu kama hii tunaandika ninakiweka hapo. Hapana. Hii juzi tu nilienda nikaguza mahali, mambo mengi yalikuwa ndani yake yakafutika, nikapata nimedelete, na kulikuwa na mambo mengine ya muhimu hapo ndani yake, kwa hiyo ikafutika. Lakini yale nilikuwa nimeiandika ndani ya moyo wangu, hata kama ilifutika kwa hii kidude iko hapa, bado ndani ya moyo wangu haijafutika. Hello. Na that is why neno la Mungu linasema ya kwamba tuhifadhi neno lile la Mungu ndani ya mioyo yetu. Maana nyakati zinakuja wakati utasikia ya kwamba Biblia zote zimeondolewa. Vita imeinuka kwa sababu ya wale wameamini. Lakini kitakapokuwa ndani yako, hiyo ndiyo itakupigania, hiyo ndiyo itaweza kukuongoza. Maana that is why tuna Biblia inasema ya kwamba tuweze kulitafakari lile neno la Mungu ndani ya mioyo yetu usiku na mchana, tulikule tulimeze lipate mahali ndani ya mioyo yetu. Praise the name of the Lord. Ili hata wakati umeenda kwa maombi, haustahili sasa ati ni Biblia unaenda kuchukua. Hapana, ndio ndani ya moyo wako umeliweka neno la Mungu. Linatoka maneno, namwambia shetani ya kwamba hili jaribu umeniletea, hauniwezi, maana maandiko inasema namna hii. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo tukaweze kulihifadhi ndani ya mioyo yetu. Alafu kwa sababu ni uzima. The word of God is life. Kwa sababu neno la Mungu ni uzima kwa wale wanaoyapata, na ni afya kwa mwili wote wa mwanadamu. Kwa hivyo neno la Mungu wakati tumeliweka ndani yetu, tujue ya kwamba ni uzima wa milele. Praise the name of the Lord. Is eternal, is an eternal life. Na tukiwa na eternal life, maana wakati uliamini wewe umefanyika kuwa na uzima wa milele. Kwa hivyo sisi hatuko hapa tuende tukatafuta ufalme wa milele, bali ufalme wa milele uko ndani yetu. The eternal life iko ndani yetu. So na kama iko ndani yetu, basi pia ni afya kwa miili yetu. Tukiliamini linatupatia, maana vile nilisema asubuhi, halitakuletea mambo ya masumbuko ya mambo mingi. Maana ukilimeza lile neno na umemwamini huo mwenye neno, mambo yale unaona ni mzito, badala ikuletee magonjwa, kudhoofisha afya yako, basi unamwambia neno lako, kwa sababu ninasema ya kwamba wewe niweke imani yangu kwako, basi Mungu nimeiweka imani yangu kwako. Na kwa hivyo badala ya kuwa na uchungu wa mambo mengine, basi mwili wako hata ukitembea uko na afya, maana hakuna mambo inakusumbua. Maana unajua ya kwamba tayari Kristo ako ndani yangu na vita vyangu vyote viko juu yake. Praise the name of the Lord. Hiyo ni kanuni nyingine. Kanuni nyingine ya 5 is obedience. Kanuni nyingine ya kushinda ni kuwa mtiifu. Na nimesema for God specific command, even if they seem unusual. Fuata amri maalum ya Mungu, hata kama inaonekana sio kawaida. Kwa hivyo kama neno la Mungu limekuzungumzia, wewe ukiangalia unaona kama haistahili kufanya hivyo, na kwa sababu is a command, praise the name of the Lord, litii. Kama limekwambia ya kwamba ukiniamini, unaweza kuambia ule mlima utoke mahali pale na mlima uondoke. Na kama unaona Kilimanjaro haiwezi kutoka pale, praise the name of the Lord, najua unaangalia unaona, neno linasema nikiambia ule mlima uondoke pale,
nikiamini unaweza kuondoka, unaona kama ni kitu hakiwezekani. Lakini obedient, hali ya kutii neno la Mungu, kama limekwambia, ukiambia mlima ondoka, amini. Hata kama unaona ni jambo linaonekana kama ni gumu kufanyika, amini. Maana mlima wa mateso unayoyapitia siku ya leo, ukiamini, huyo mlima utaondoka. Halo, huyo mlima utafanya nini? Utaondoka. Milima ni mingi, wacha kuangalia Mount Kenya, wacha kuangalia sijui wapi, wachana na hiyo milima. Akiongea mambo ya mlima, alikuwa anaongea mambo inayohusiana na yule mtu ashaamini ya kwamba kama ni magonjwa, kama ni school fees, kama ni nini, hiyo mizigo yote unaona kana kwamba ni mizito. Ukiwa na imani ndani yako, utaomba na uiambie ya kwamba wewe shida ndio mwigane omba na hiyo na shida na dhina. Hakuna kile mmoja hapa na hiyo na dhina. Kuna mtu aliumba kaambiwa hii shida ni yako, itakaa na wewe hapa milele. Lakini tunajua ya kwamba ukiamini na ukiingia ndani ya Kristo Yesu, na kama vile neno la Mungu linaongea na linasema ya kwamba kila kitu Mungu ako nacho amekidhaminia wale wamemwamini. Kwa hivyo uko na nguvu za kuambia mlima wa shida ondoka, na Mungu akaweze kuleta baraka katika maisha yako. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo ni vyema, jambo lingine, kanuni nyingine ya kufanya sisi tukaweze kushinda ni kuobey the word of God. Hello? Kuamini nini? Neno la Mungu. Jambo la sita nikienda kumalizia is a spiritual warfare. Ni vita vya kiroho. Jambo lingine ni kupigana, kuna roho tunapigana nazo. Na nimesema submit to God. Resist the devil and stand firm in faith. Washirisha au ipeane hiyo kwa Mungu. Mpinge Shetani. Tumia silaha za kiroho. Praise the name of the Lord. Hebu weka James chapter 4:7. James chapter 4:7. Yakobo 4:7 inasema, basi mtiini Mungu, mpigeni Shetani naye atawakimbia. Obey, Kiswahili au Kiingereza. Submit yourself therefore to God. Resist the devil and he will flee from you. Mkaribie Mungu, umpinge Shetani, naye ataweza kukutoroka. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo, and then in the book of 2 Corinthians 10:4-5. 2 Corinthians 10:4-5 inasemaje? Silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka kijinuacho juu ya elimu ya Mungu, na kukiteka nyara kila fikira ipate kumtii Kristo. Rudi hapo. Silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Kwa hivyo silaha zetu sio za nini? Za mwili. Sio vile tunaenda sasa hebu rudi. Sio za mwili.
na usio nao kukunya. Silaha zetu sio za nini? Za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha kila ngome. Na silaha moja ni maombi. Kwa hivyo tukiwa na hiyo silaha ya maombi, fungeni hiyo mlango wasitoke. Silaha moja ni maombi. Praise the name of the Lord. Na kwa hivyo tukitaka kushinda na kupigana vita vyetu, tujue ya kwamba hatutaenda kupigana na watu kwa njia ya kawaida. Kile tutafanya, tutapigana na tutapinga shetani kupitia kwa mambo ya kiroho. Na mwisho, lastly is position yourself in Christ. Position yourself in Christ. Simama kwa nafasi yako katika Yesu. Na nimeandika hivi, recognize you are already an overcomer and have authority over the enemy through Christ. Jitambue tayari ni mshindi na una mamlaka juu ya adui kupitia kwa Kristo Yesu. Praise the name of the Lord. First John. No, weka Luke 10:19. Luke 10:19. Luke 10:19. Tazama nimewapa mamlaka ya kukanyanga nyoka na nge na juu ya nguvu zote za adui. Wala hakuna kitu chochote kitakacho wadhuru kwa namna yoyote. Kwa hivyo jambo nzuri, ndugu zangu na dada zangu, ni kuweza kujitambua ya kwamba wewe ni mzidi na uko na mamlaka juu ya adui kupitia kwa Kristo Yesu. Halo. Kwa hivyo hata swali vile inasema ya kwamba mtakapokuwa mnaomba katika jina la Kristo Yesu, basi nitawasikia na nitaweza kuwatendea. Kwa hivyo jukumu letu ni ya kwamba tukaweze kujua ya kwamba kunazo zile mambo ama kanuni tunahitaji kuwa nazo ili tukaweze kushinda. Tumeona ya kwanza is faith in Christ. Ya pili tukaona trust and reliance on God. Ya tatu tukaona is a prayer. Ya nne tukaona is God's word. Ya tano tukaona obedience. Na ya sita tukaona is a spiritual warfare. Na namba ya 7 stand in order position yourself in Christ. Kwa hiyo ukisimama katika Kristo Yesu, jua ya kwamba wewe ni mshindi. Katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Simama.